Bwana atubariki. Tunakwenda kumkaribisha ambaye ameandaliwa kwa ajili ya sifa na maabudu. Karibu na Mungu atubariki. Tuwe wima, kanisa la Bwana. Tutazame kule mbele, asubuhi na
kulishwa neno la Mungu, na tutakwenda kumshangilia mtumishi wa Mungu tukimkaribisha kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunamrudishia tena Mungu sifa na shukrani kwa kutupa nafasi ya kusimama mbele ya taifa lake. Kwa kuwa siku zote unapochaguliwa kusimama hapa, kama vile mchungaji anasema, sio kawaida. Inaweza kukufikia hata unatayarisha mafundisho hata 5, lakini kwa kuwa Mungu ana mpango wake juu ya wana wake, unaposimama hapa unaweza jipata hata yote ulitayarisha, hata moja isitoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu ndio anajua nini ambao wana wake wanahitaji. Tunamshukuru tena Mungu kwa siku ya leo ambao mimi na wewe tunapata na kibali ya kukuja kanisani. Kwa kuwa watoto wa Mungu ni sharti tunaenda kanisani kwa ajili ya kulishwa neno la Mungu. Kwa kuwa hata mtoto wako kisha unamzaa, utaona kwa kuendelea kumpa maziwa na ndio mtoto anakomaa. Atafika na kiwango maziwa yanatoka, anaanza kunywa uji. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya uji itakuwa ugali na anaanza kuja mfupa kama na wewe. Ninamrudishia tena Mungu shukrani kwa kuwa nilipokaa ninatafakari nini nitaenda nao mbele watoto wa Mungu. Mungu alinipa neno, na ile neno ambalo Mungu alinipa wakati nilikuja katika ibada ya kwanza, nilisikia najaa furaha kwa kuwa Mungu hajawahi kusema uongo. Mungu anakuoga na kisi anaunganisha. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi wote katika kanisa tunakuja hapa kwa kuwa tuko wa Kristo, tunaanza safari. Na ndio maana unasikia tangazo linasema tutaenda barabarani kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, ili Mungu anaweza kutupa kibali na tunapata wengine ambao tutaleta wapi? Kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtoto wa Mungu, siku zote wewe ambao mimi na wewe tuko wa Kristo, kama mhubiri ambao alipita wa kwanza alisema ni sharti tushuhudie kama tuna Yesu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa utakapokosa Yesu maishani mwako, utajikuta unatumainia herizi, utajikuta unatumainia gari ya kifahari ambayo unatembelea, ama unatumainia konti ya benki. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa hivi vyote havina nafasi. Mnenaji alipopita mbele alileta mifano mingi, na mimi nilikuwa pale nikaikala, niko napata inspiration, nasema kumbe Mungu yuko mwema. Kwa kuwa unaweza kuwa na chochote, Mungu akipika tu buto na ile konti yako hautatoa hata senti moja tena. Utajikuta hautaweza kwenda kufika banki, wanakuambia lazima kitanda haiwezi kuja kusaini. Wanaweza tufiwe. Inakuwa yako lakini haikusaidie. Ndio maana tunganganie Yesu Kristo. Tulipata yule ambao ukikuwa na Yesu Kristo unakuwa hawatakulomba passport. Passport yako ni Yesu ambao anaye ndani yako. Lakini inafikia nafasi sisi watoto wa Mungu tunaibwa zamu. Unajikuta tunashikwa na mashaka mwenye ingia ndani yetu. Unajikuta watoto wa leo tunahangaika sana wa Kristo kwa kuwa tunakosa yale nilipenda nizungumzie leo, uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ambalo tutaenda kuzungumzia ni kwa ajili ya uvumilivu. Tunaona sisi wote tulikuwa jana tunasherehekea mtoto wetu, kaka yetu Huseni anafanya harusi, tunafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua kama harusi ambayo alifanya, lakini atakapokosa uvumilivu, ile harusi haina hatua kwenye itafika. Kwa kuwa kila mtu wakati tunafanya harusi wanasema mnakuja kuambatana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuja na vyako, huyu vile alikuja na vyake. Mnakuja kuviweka pamoja, juu mkue yale ambayo Biblia inasema mtu umoja. Na katika safari ya kukua mtu mmoja kuna kuvumiliana. Lakini unapokuja na akili yako kama vile tunakuwa na akili yetu ya Afrika ya kusema mwanaume ndio anasemaka yote, mwenzako akakosa uvumilivu, utajikuta kesho kutwa wachungaji tunapata haya. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa tulisherekea, tulicheza madansi kule, ilikuwa ajabu sana, tulifurahi. Wengine tulikuwa hata tunaomba kuroho tungeongeza masaa. Amen. Lakini leo hapa saa hii
ni wajibu wetu kuwaombea Mungu roho ya uvumilivu ikae ndani ya mioyo ya wale watu wawili ambao waliungana na kukua mtu mmoja, na ndio itawasukuma kukua nao wakuwe kama sisi kesho. Kwa kuwa mwaka ya uchumba unapoanza mwaka wa kwanza kufikisha mwaka 15, kila mtu anamwambia tuko na mwaka 15, anakuambia hongera sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa umepitia vingi, lakini kwa kuwa uvumilivu Bwana alikuwezesha, na ndio maana wanakupatia, wanakupongeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio katika maisha ya Ukristo nilifikiria kuhusu, unajua unapofikiria juu ya uvumilivu, uvumilivu ina mambo yake fulani. Unapovumilia utakuwa na matunda 5. Unaposhindwa kuvumilia utakuwa vile na vitu 5 ambavyo vitaenda kukutokea maishani mwako. Mkristo inakuomba ukue. Tutaanza kuzungumzia kwanza vitu ya kwanza ambavyo tutapitia ndani katika yule kuonesha tabia ule ambao atakosa kuvumilia, nini ambao itamtokea katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tulipomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunafanyaka kiapo kama vile bwana harusi na bibi harusi waliposimama walipitia kiapo, si ndio vile? Pastor alimuuliza Huseni, si ulishapita huku, leo unachagua dada Debora, unatuhakikishia? Kwanza ilianza na baba yake na Debora. Akauliza Huseni, unanihakikishia kama utamlinda, utamtunza mwanangu? Alisema nini mbele yetu si wote? Ndiyo, nakubali. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe siku ulikubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako, ulisema ninamkataa shetani na njia zake zote, na ninamchagua Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Tangu leo nachagua kutembea na Yesu Kristo. Amen. Amen. Na tukaomba tukasema Mungu akufutie yale yote ya zamani na akuandike katika kitabu ya uzima. Amen. Amen. Lakini inatufikia leo unajikuta matendo ambayo tulitapika, tulikataa, bado sisi wa Kristo tungali tunaendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, na haya yote yanatokea juu ya nini? Tunajikuta nafasi moja atukutembea na mbegu ya uvumilivu. Maisha ya wokovu ni maisha mazito, ni maisha ambayo utapitia vingi, lakini kia kunifurahisha kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu. Anakuambia kwa yule wote ambao atakao shinda atapata nini? Taji la uzima wa milele. Tuko hapa, tuko tunatembea, tuko kwenye mapito. Biblia kwa wazi inatuambia kama dunia sio yetu, si ndio? Sisi ni wapitaji. Lakini mara nyingi unajikutaka unajisahau. Na nafurahiaka sana wakati mmoja nikisikia nyimbo ya waimbaji wa kimungu kama ule wanamuita, na nafikiri Deni Chiba wananifurahisha sana. Anapoimba anasema anashangaa sana kuona watu wanagombania, hata mapresident wanangangania kiti, ijapokuwa Mungu alisha hapa kiapo hakuna yule anaweza kueneza miaka 200. Amen. Hata unganganie kiti leo, uwe watu, ufanye nini, siku zako ni za kuhesabiliwa. Yule wote ambaye aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni za kuhesabiliwa chini ya jua. Mkristo mpenzi, nitakuomba, Mungu anatuomba tutembee na roho ya uvumilivu katika maisha yetu. Uvumilivu ndio source ya maisha ya Mkristo. Unaweza kuwa mimi na wewe, Mungu alituahidia mambo mengi. Kwa kuwa sijue mahali ambapo uliokokea, barabarani unatembeaka, wahubiri walipita, watafsiri walisema, kuna wenyewe walikutabiria hata mambo kadhaa. Lakini ndugu, unapokosa uvumilivu hautafikia kulengo ambao Mungu alitabiria, na utafika kumbadilisha Mungu wetu, unamuita ni mwongo. Ijapokuwa Biblia haijawahi kusema uongo. Wengi walipata promesi ya Mungu, lakini katika kuvumilia walifikia na kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kuona unapokuwa na uvumilivu, unapokosa uvumilivu, kitu ya kwanza inakufuata, dhambi inatembea katika maisha yako. Unatoka kukiapo ulisema ninakataa maisha ya kale, ninataka maisha mapya, lakini unapokosa uvumilivu katika maisha, safari ya wokovu,
utajikuta dhambi na kuvaa tena. Ndio maana unaona kanisani sisi ambao tunaitwa wa Kristo, wengi tungali ndani yetu tuko na ile masilaha ya kusema uongo. Bongo kweli? Wa Kristo ndio wengi wanasema uongo. Tuko wengi tunajaa na roho ya kutetana. Ijapokuwa Bwana wetu anatuambia sisi wote tunapokuwa wa Kristo tunakuwa mwili mmoja. Uchungu yangu lazima ikuwe uchungu yako. Kama umeniona kwenye makosa na kweli unasikia uchungu, utaniteta. Utakuja kuniambia nini ananifaa ili nipate kutoka na nirekebike. Lakini unakuta katika maisha ya Ukristo wengi tunaishi maisha ya kutetana. Bwana atuhurumie sana. Yale ni kitu ambacho haiwezi kuwa katika maisha ya Kristo tena. Ilitoka tangu, kwa kuwa sisi ni watu ambao tumewekwa kando. Wanaweza zipe? Lakini unajipata sisi ambao tunaweka kando tuko tunacheka. Ujue kama sisi ndio tunazuia wengine wasiokoke. Kwa kuwa kuna wengi barabarani wanasema sasa mimi nitaenda kule, mbona ule fulani yuko? Sisi tunafuata kule. Unazuia wa Kristo, unazuia wale ambao walipasha kuokoka na kesho wakuwe hata mabishop wa tabia yako Mkristo. Lazima tuwe picha ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Tusomwe na Mungu. Kwa kuwa huku nje wanatuangaliaga tunatembea namna gani. Utajikuta katika vijana wetu ama katika Wakristo hadi leo tungali na tabia ya kufanya tunajificha ficha. Utakuta walevi ni Wakristo. Walevi tu. Ujue kama unanifichika mimi au kumfichika Yesu Kristo. Popote huko kamera ya mbinguni inatembea na inakuona. Ujiambie kama siku ya leo tuko na wale ambao wanakuwaka kanisani unakuta anajazwa, lakini ukienda kuona hata telefoni yake Snapchat utashangaa. Bwana asifiwe. Amen. Jua kama kuna yule mmoja ambao utamficha ni Yesu Kristo. Na siku zinakuja kiapo ambao uliyefanya mbele ya watu na mbele ya Mungu inakungoya. Mungu atakuuliza siku moja. Unaangalia leo tuko tunajikuta kila siku, sijue mtanisamee kusema hii kitu. Sisi wa Kristo tuko tunaahidi kutembea pamoja na Bwana. Mungu ananipa mimi na wewe pumzi, ananipa nguvu ya kutumika. Si ndio vile? Kwa kuwa anapofinya buto sitaenda kazini. Sitapata ile rent. Sitapata ile ya kulipa deni ambao nategemea kulipa deni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu ananipatia nafasi naenda kazini. Lakini ninapopata mshahara na kuwa mwizi. Mungu anisamehe. Tuangalie vile nasimama tunapendeza huko barabarani, si wote. Kila mtu ajihesabie tu. Lakini umtangazie hata mzungu, mwambie sadaka yetu vile inakuwa ni kitu ya aibu kwa sisi wa Kristo. Bwana akusaidie sana, ujipe nafasi ukumbuke kama gharama yangu ya juma mzima hata ya mafuta ya gari mimi natembeza inakuwa karibu $40. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unachukuta Mkristo mzima tuko tuna ibada siku moja, lakini unashindwa hata kuleta $10 kusadaka. Wewe ni Mkristo ama ni uongo? Jiambie kama mimi ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwizi. Rudilia mimi ni mwizi. Kwa kuwa unaitaka kukazi, nguvu haiko yako, Mungu ndiye anakupatia ile nguvu. Angalia tulikuwa mkorona hapa, corona inapiga watu, tunajivunia Yesu Kristo. Amen. Amen. Siku tulirudia tukasema tunamshukuru Mungu kwa kuwa hakuna mmoja wetu aliasirika. Si ndio vile? Haikuwa wao walijichunga, mask ya kukuchunga wala stay home ya kukuchunga, lakini ni damu ya Yesu Kristo ilikufunika. Amen. Na tunarudi makazini tunaenda kutumika, lakini unashinda kuleta hata $10 kusadaka ya Bwana. Ijapokuwa fanya kwanza kalkile yako kusemeni ulitumizia ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwizi. Hata kama hutanijibia, lakini dhamiri yangu inaniambia mimi ni mwizi. Amen. Ujue kama Yesu Kristo ndani yako iko na kile kipara unamfunika. Amen. Anapotumika utasikia upeke dhamiri iko nakwambia hii kenye mimi nafanya haiwezekani.
Angalia majukumu ngapi hela unaletaka kanisani. Wengi wanajaa na tabia ya kufikiria kama anapoleta hela kanisani anaipatia Pastor Polydor, anaipatia Pastor Emmanuel. Mungu akusaidie. Au nipatie mie, kila siku inafanya kazi ya Bwana, inatumika kazi. Au sitaongea kwa hii microphone kama haukuleta hela yako. Mimi sikuleta yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unalipa umeme, unanunua microphone na zeeka, unaibadilisha, lakini na mimi Mungu ananipatia pumzi na nguvu kama na yako, naenda kazini, napiga deki, si ndio vile? Ananibariki, mimi napata yangu. Mungu alikuwa anatusamea. Mimi nilikuwa na tabia ya kusema, mimi nasema ukimpatia Mungu unaweka katika mfuko ambao haina nondo wala kutu. Lakini ukinipa mimi nitakula na kesho mimi nakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anatukumbusha kwa kuwa sisi tuko waokolewa, ni sherti acha kudevelope masilaha ya kusema mbele mimi. Tangu leo jikumbushe kama mbele Mungu, kwa kuwa Mungu ndio ana buto yako ya avant ou arrière. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa anapofinya hakuna mahali unaenda, unajikuta inashindikana. Mhubiri wa kwanza alisema hapa, unaweza kuwa na nyumba nzuri, kuna wale wako nayo lakini leo wanashindwa hata na kuingia kwenye ile manyumba, kwa kuwa Mungu alishafaa butara kwambia kama hospitali njoo yako, hautalala kwa ile nyumba yako ya kifahari. Ijapokuwa tulikuwa tunalalamika hapo, tunatafuta nafasi ya kuabudia, sio vile? Tuchangize pesa. Tuko na mapesa. Pesa ziko. Lakini ni wangapi wako wanajikumbusha roho ya kusema tuchangie ili tupate nafasi ya kuabudia, tutoke kwa hii condition tuko tunaishi. Unajitia huko nafanya projet ya Afrika. Usisahau kama neno la Mungu linasema Mungu ana uwezo ya kukamata yale ambao wako na kusanya, anaipatia wanayemuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku unajikuta unatumika sana, lakini matokeo hakuna. Kila siku projet ikamilikake. Unakusanya, unatuma Afrika, mnifanyie projet. Kaka yuko kula mjomba anatia franga mtumbu ndi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajilipa. Ndio vile Mungu anatumikaka. Kila siku nazidi unaenda unamenyeka. Zambi iko naendelea kukufuata japokuwa ulikiri sema mimi naachana na hili. Utajikuta katika sisi ambao tuko wa Kristo, tunapita barabarani, Bwana Yesu asifiwe, lakini watakusikia kule nje wewe ndio unaenda kuwa binti ya watu tena. Bwana Yesu asifiwe. Tuache ile tabia, ni huruma sana. Mkristo ni taa ambao anastahili kusomwa na watu ambao wako nje. Unawaita watu wenyewe wako Misri, lazima watusome na ndio itawavuta kuja kwetu. Usiwaze kama juu unaongeaka mzuri ndio maana utapata Mkristo wa kutuletea. Jua kama kila Mkristo ni evangelist. Bwana Yesu asifiwe. Kila Mkristo ni mtangazaji wa habari njema. Utatangaza habari njema kwa jirani yako namna gani isipokuwa kwa tabia yako? Wewe ndio kila siku wewe ushakuwa alifu remani nyumbani, mnapigana saa yote. Ijapokuwa bibi iko na indikasyon ya Ukristo, hakupeleka kwa polisi, lakini majirani wanateseka. Amen. Amen. Nyinyi ndio wenyewe unagombana. Watoto wako ndio kila siku ukikuwa fujo mtoto jirani na wako uona sema yako tu wako ndio mzuri. Ujiambie kuna nafasi fulani ambayo unakosea. Kitu ya pili ambayo inatutuma uvumilivu inatoka kwetu kukawia ahadi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jikuta wakati ulikuwa nyumbani ulitabiriwa kusema Mungu anakuahidia utafanyaka kitu fulani. Ujue kama mtoto wa Mungu unaposimama kuzamu yako, hata iwe nini itafikia kama unasimama kuzamu yako. Lakini unapokosa kusimama, hata kama ujikonsantre hautafikiaka. Utajikuta kila siku uko naweka hazina lako usakoshi yenyewe na tundu. Unaweka inapotea. Unaweka inapotea na ahadi hautaifikia. Unajikuta unashindwa kusimama kuvumilivu kwa kusema uko napigania nifanye kwa ahadi yangu Mungu alinipatia. Ijapokuwa ile ahadi hautaipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kupita kitu ya tatu. Kitu ya tatu ambayo inaleta Wakristo
wanajikuta wanapoteza uvumilivu, maisha magumu. Neno la Mungu linatutangazia leo, ndugu yangu, unapokuwa Mkristo, unaposimama kuzamu yako, hata magumu yawe ya siku ngapi, ninakutangazia kama hayatakubeba. Iko nafasi inapita na wewe utabakia hai hadi makusudi ya Bwana itimilike katika maisha yako. Maisha magumu yasikutie unahangaika, unababaika, unapoteza msimamo ya kujua kama yule ambao iko ndani yako ni mkuu zaidi. Tuwe na tabia ya kujua kama lazima tusimame. Maisha magumu haitakuyumbisha wewe ambao mtoto wa Bwana. Sikupenda kuanza na kuwapatia kusoma juu somo bweni tosha, ile ilikuwa mrefu sana. Iko katika kitabu ya Genesis ama Mwanzo sura 3 mstari wa 6 hadi 18. Tutakia kuisoma nyuma. Na Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi 13 ambayo inazungumzia mabikira wale ambao walikuwa 10 na mataa zao wanangoja kumlaki Yesu Kristo. Amen. Biblia inatuambia kama wale bikira kulikuwa 5 ambao walijiandaa na kukosa distraction. Kama vile sisi wa Kristo leo ambao tulimkataa shetani na kusema tunataka kuambatana na Yesu Kristo. Sio kusema sisi wote tuko distract. Kuna wale ambao wanasimama na Bwana. Amen. Na wako kama bikira 5 ambao Bwana alipokuja gonga mlangoni walikuwa tayari na mafuta kwenye taa yao na wakampokea Mungu. Lakini sisi wengine tulijikuta kama hatukutayarisha kitu, ulikuwa kuloyenge, ulikosa kuvumilia kujua kama hata dakika inakuja mrefu, lakini lazima usiku unapoka mrefu, lakini utakucha tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unapokucha kila kitu unakiona wazi. Tunaenda kuona kitu kingine yanatusumbua sisi wa Kristo ni kutokunyenyekea. Wakristo wengi tuko na tabia, unajipata wewe unakuwa kama huko unakuwa special. Unasahau kama Bwana wetu Yesu Kristo ndio mnyenyekevu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na uwezo ya kukwepa kuacha kifo, lakini alinyenyekea hadi dakika ya mwisho kwenda kufa msalabani. Akatundikwa kati ya wanyang'anyi wawili. Amen. Na yeye wakaanza kumziaki, ilikuta hata umoja akamwambia kama wewe ulikuwa mwana wa Mungu, si ujiokoe na utuokoe na sisi. Lakini kwa neema kwa ule wangambo moja alimwambia, wewe sisi tumekufa kwa dhambi yetu, usimziaki. Una kweli ule alipata wokovu kwa dakika ya mwisho. Sasa wewe ambao ni mfano wa Yesu Kristo ulimwenguni, kwa nini unapoteza unyenyekevu? Unajikuta wewe ndio unakuwa wewe. Kila siku tunalalamika, kila siku analalamika tufanye hivi, lakini ndani yako wewe uko unajijua ni mara ngapi unakataa kutimiza. Unyenyekevu haiko kwako. Maisha ya Ukristo ni sharti tukue unyenyekevu. Unapokosa unyenyekevu ujue kama hauna mahali unaenda ndugu yako. Ujue kama ni maanguko peke yake inakufuata. Na ya mwisho ilikuwa tunakosa imani. Kwa kuwa Mkristo anasema ama Ukristo unasema unapotembea na Yesu Kristo simama katika imani ya uzima wa milele. Amen. Unapokuwa na imani yenye ambao haibabaishwe, iko kama mlima. Juu mlima haiwezi ikatoka pale. Ulizaliwa unakuta mlima huko hapo. Utazeeka na kufa unafahamu mlima unaacha wapi? Hapo hapo. Na ndio kama Mkristo, imani yako ni sharti isimame kama mlima ambao Biblia inatutangazia kama anayekuwa na Yesu Kristo hakufake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa hata tunabadilishwa, tunatoka katika maisha ambayo tulikuwa nayo tunaingia katika maisha uzima wa milele. Amen. Lakini utakuta kwa kuwa wengi tunaingia katika Ukristo lakini tunajipata katikati, tuna imani inapotea, unajikuta uvumilivu inatoka maishani mwako, unaanza kujipigania. Na unapokuwa na uvumilivu, kitu ya kwanza uvumilivu inajaza ndani ya maisha yako ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku hata Waswahili wa Tanzania wanasema mvumilivu ula nini? Ula mbivu. Unapongangania katika safari, tukamata tu mfano simple.
tulipotoka nyumbani tunakimbia sisi wote tukaingia kambini. Kila yule alivumilia kambini, hata baada ya miaka 20 amepatikana wapi? Ulaya. Bwana Yesu asifiwe. Na tutoshe Kiswahili ya wapagani ambao anafika hapa anaanza kuambia kama Ulaya kuna nini? Bongo. Unadanganya ndugu yako. Unadanganya ndugu yako. Tuko na wengine tutasikiana ndio haya, lakini kuko mwingine alitokaka kwabo hajawahi hata kununua na baskeli kwa maisha yake. Amen. Lakini tunapofika hapa, gari yenyewe utapenda hata ya 1100 utaenda kuichukua penda wananipatia. Bongo kweli? Amen. Amen. Ile ni probability mwenye haikuwa kweli. Afrika mimi nilikuwa na gari, lakini sikuwa na uwezo kwenda kuchukua deni ya gari ya 100. Si ndio vile? Lakini hapa kwa kuwa kuvumilia yangu Mungu alinileta ananifikisha naweza enda chukua. Tunachukua manyumba ya mikopo ya 300,000. Si ndio vile? Na tunailipa pamoja na Bwana, unakuwa na nyumba yako. Yale ni moja ya uvumilivu ambao ulipitia huko, unavumilia. Lakini ujue kama yule ambao alikuja hana Yesu maishani mwake, tusidanganyane, tutembee kwenye maeneo utamuona maisha yake haiko sawa na yako. Bwana Yesu asifiwe. Utamkuta anajaa na wasiwasi, unamkuta anajaa na mambo kadhaa, lakini wewe ambao mtoto wa Yesu unalala usingizi wa baridi. Ijapokuwa unaweza kuwa na ile deni ya $300,000 lakini unalala na roho ya kutulia, kwa kuwa anayeleta salama maishani mwako ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Deni haikusumbue kwa kuwa unaye yule ambao analeta solution dakika ya mwisho. Ndugu yangu, hii ni neno ambalo tuileta kwa ajili ya kufarijiana. Wote ambao wanakuwa na uvumilivu lazima ajae na ushindi. Uvumilivu inazaa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tuliposema kwa katika hii term ya baraka, naweza kuongelea hata maisha yangu mimi mwenyewe. Katika kuvumilia, nilipooa mke wangu tuko na mwaka 16 leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuna mtoto wa mwaka 8 tu. Wengine kama ingekuwa uvumilivu na kwa akili yetu ya naitaka ya kishenzi ya nyumbani, ningelikuwa ningali naye. Ningekuwa nishachagua wa pili na watatu, ijapokuwa Mungu ndiye ana neno la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu kutoka ku Genesis mpaka Apocalypse, nilikuwa na wewe hata kupigana na ndugu yangu ningamwambia najua sijawahi kuona mtumishi wa Mungu anakufa bila kuzaa. Ninajua hata ikawie nitazaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatembeaka na neno lake. Lakini unakuta sisi watoto wa Mungu leo tunaanza kuchanganikiwa vichwa. Unajikuta wewe ambao unajisahau kama wewe ni nani. Na njoo aliyepita kwa mahubiri ya kwanza hapa anakukumbusha una nini maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni sharti tujue kama sisi hatuko sawa na watu wa nje, tuko tofauti, kwa kuwa tuna yule ambao analeta uvumilivu ndani ya maisha yetu. Unapokuwa na Yesu ni sharti uwe mvumilivu. Na mvumilivu unapovumilia unapata baraka. Leo nina vijana 3. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya Bwana inatembea maishani mwangu. Na najua kama yale ambayo yanatoka kwa Mungu watakuwa baraka katika maisha yako. Na maisha ya wengine wote wananizunguka. Lakini ningekuwa sina uvumilivu, ningeenda kuwafumu, na mfumu anakupatia mtoto anakuwa nyoka. Mtoto anakuwa kuku. Bwana Yesu asifiwe. Ama ninaenda kubadilisha, naleta mwanamke mwingine, unaenda kupata zimungala sasa. Mwenye ataleta hauna amani katika maisha yako. Lakini unapokuwa na mwanamke wa plan ya Mungu utakuwa sawa. Tuko Marekani tunaikala miaka 6. Katika maisha yangu mimi naona natoka kungazi napanda kungazi ya pili. Niko naendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote sio mimi, kwa kuwa Mungu aliweka kitu moja ndani yangu, utulivu. Na nilikuwa na wewe kusema ile nilikuwa hata sijakuwa kungazi ya Ukristo kama leo. Lakini Mungu wetu anakuwa na vile anatenda katika maisha ya watu. Unapokuwa na uvumilivu, jua kama neema ya Bwana inatembea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia kwa tunaangalia mfano mmoja
Esther alipokuwa na mjomba yake Mordekai ambaye alikuwa zamu wa mlango ya mfalme. Wewe peke unajua kama maisha ya ukimbizi walikuwa wanaishi. Unafikiri Esther alikuwa anapata hata kwa urahisi hata mafuta mpaka? Wanaweza tujue. Mjomba alikuwa zamu, imagine maisha ya zamu. Alikuwa anaipata. Lakini alisimama kujua kama mimi ni nani maishani mwangu. Uvumilivu ilitembea na maisha yake. Neema ya Mungu ilikuwa inamuokota na akajipata na kuwa malkia. Wanaweza tujue. Na taifa lake likafanya nini? Likaokolewa. Wakapata nivo fulani, walikuwa wanazarauliwa, lakini alipoingia ikulu maisha ya ndugu zake wote walifanya nini? Walibadilika. Wanaweza tujue? Ndio ujue kama uvumilivu inazaa, lazima inaleta neema katika maisha yako ndugu Mkristo. Unapotembea katika uvumilivu inakupa kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuinuliwa inatoka na namna gani? Angalia tu mfano sisi wote, unapoingia hata kazini kila mtu anakuwa iko wa mpya, lakini unapovumilia katika position ambayo Mungu alikupatia, utajipata baada ya miaka fulani unajikuta na wewe unainuliwa ngazi fulani. Tukamate mfano ndugu Venego pale. Nakumbuka tungali popula, kuna siku alikuwa kushuhudia anakuwa manager. Eske kuna siku aliwahi kusoma college hapa? Kwa kuwa Mungu wetu anapotaka, anapoona kitu maishani mwako anafanya nini? Anakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu inaleta kuinuliwa katika maisha. Ndugu Mkristo, Mungu anakuomba kuwa mvumilivu. Haijalishe nini tunakutana nayo, kwa kuwa kwa kazi tunatatizwa na wandugu wetu wa Spanish. Inakuwa kama mingi. Usifikirie kama kule kwenye kwa Venego atupika bale wakukua. Si walikuwa pale. Lakini ilipofika muda ya Bwana, Mungu alivusha tu mkono wake na mambo yote kafanywa. Na wale ambao walikuwa wanamtatiza leo wanangojaka order kutoka kwake. Wanaweza hivyo? Tunarudia kwa ile ya Watanzania, mvumilivu ula nini? Ula mbivu. Kuinuliwa ilitokea ndani. Na hatua ya mwisho wa uvumilivu inakuletea wewe Mkristo, mimi na wewe, tusisemelee, tusiongelee tu maisha ya mwanadamu. Tuko kwa kuwa nilisema tuko wapitaji, tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hatua ya mwisho ambao Mkristo lazima upate, tunangoja kuvikwa taji la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na Ukristo, unatekeleza masharti yote, tunangoja siku moja uzima wa milele, ufufuo. Kama vile nilisema, dunia tuko wapitaji. Mkristo wa kweli hata kufa, bali atabadilishwa, kwa kuwa siku za mwisho baragumu itakapolia, kila yule ambaye aliyekufa atafufuliwa na tutapita kwenye judgment. Wanaweza kuelewa? Na ndio wakati ya judgment itafanyiwa, wewe Mkristo wa kweli utabadilishwa, unaenda katika shangwe wala uzima wa milele. Ndugu Mkristo, kitu ambacho Mungu anatukataza ni kitu moja. Tutaenda kusoma andiko ya mwisho, tutaenda kusoma katika Yohana wa kwanza mstari wake wa 2 na 15. Iko kama shauri ambao Mungu anatuambia mimi na wewe kitu ambao hatustahili kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Barua ya kwanza ya Yohani sura yake ya 2 mstari wa 15. Tunaenda kusoma. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni swali mimi na wewe. Kama unahakikisha kweli unampenda Baba,
unampenda Yesu maishani mwako, sharti usipende dunia. Sikukwambia kama usipende dunia kwa kusema kama na kukataza usinunue nyumba, usinunue gari, hapana. Lakini vile vitu ni matunda ambao Mungu amekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usivitie kunamba ya kwanza katika maisha yako, kwa kuwa utakuwa umeviabudu. Neno la Mungu linasema tumwabudu Mungu mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Tujue kama vyote tunayo ni vitu ambao Mungu ndio alitupatia, ni baraka ya Bwana. Lakini utajikuta wewe mtu unakuwa unasamini gari yako sana kushinda kazi la Mungu, ujue kama Mungu hayuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Juu Mkristo wa kweli unamtambuaga namna gani? Inaweza fikia hapa saa hii kunatokea hitaji, kwa mfano tunasema kazi ya Mungu inahitaji kitu fulani, na unajipata gari yako imeharibika, ama wewe mwenyewe unahitaji fulani, lakini unapofika kwa kiwango ya kusema acha gari yangu ingoje, hii pesa ilikuwa kwa kununua spare, lakini niiweke kwa kazi ya Mungu, hapo utakuwa unamhakikishia Mungu kama kweli unampenda Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuta kama wewe unajipenda na unapenda familia yako zaidi ya Mungu, ndugu yangu, maandiko kwa wazi nakwambia kama wewe haukupendi Mungu. Sasa ni swali yako kwako na kwangu, Mungu ni namba ngapi katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwenyewe uko na kipimo, uko na thermometer ya kujua kama wewe ni namba ngapi, Mungu yuko namba ngapi ndani ya maisha yako. Angalia, tulianja changizo ya pesa, sijue leo ni mwaka ngapi? Haiko mwaka wa 4 huyu. Mwaka wa 3. Tukichanga hii tutakuwa ya 4. Lakini tunashindwa kufikisha $1,100 hatuyaipata. Na ijapokuwa kila siku mimi nasemaka tukitoka barabarani tuangalie tunapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na wangapi kwa hii mwaka ile tulishabadilisha magari? Ndio kitu ya kwanza kama viatu. Gari inataka ni kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko tunaibadilisha, lakini unaweza kushuhudia kama kweli wewe unakosa nguvu ya kusema na mwaidia Mungu wangu kila siku, kila mwaka nitakuwa nachanga kuchangizo ya kununua nafasi ya kumwabudu Mungu na tia $1,000. Lakini unaenda kuta kuna mafamilia mengine wako na watu hata 5 wenyewe wanatumika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanatoa tu $500. Sasa ni swali yako mimi na wewe, kweli Mungu ni namba 1 katika maisha yako? Mhubiri alipita mbele hapa nakwambia Mungu yeye ndio ana button ya leo kama ni demarere ya maisha yako. Angalia leo tuko tunataabika, tunaanza kukua na maibada mbili, japokuwa mbele tulikuwa na ibada moja kubwa, tunatoka tunafurahi, tuko na muda ya kuenea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa hatuna na jengo letu. Tungekuwa na jengo letu kama hivi yote, kama sasa zingine havingekuwa. Lakini haya yote inatokea nini? Ukimwadisia ndugu yetu au ndugu yetu weupe, akiangalia na idadi yetu na yale ambaye anatushinda, anatucheka. Sisi tunawaza kama tuko kiroho sana kushinda hata Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ijapokuwa tukijichunguza tuko wapagani, roho zetu hazimpende Mungu. Bwana akubariki sana wewe ambao unasikia juu. Tunasemaka kuwa na wivu na kazi ya Mungu. Unapokuwa na wivu na kazi ya Mungu, Mungu ana mahali fulani ambapo anakuweka. Usione kama usiangalie mwingine anatumika sana unamwona anakuwa mpumbavu, hapana. Anajua nini anafanya. Mfalme Daudi ilipofika saa ya kumsifu Mungu, alicheza hata manguo ikaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe uko Muslimu, inapofika wakati ya Mungu unajitia unakuwa na mahali mwa fulani. Kwa Mungu hakuna busara, hakuna sagesse ndugu yangu. Jikumbushe leo kama kujenga hii kazi ni mimi na wewe. Sisi wote ndio tuko wa misionera kusimamisha hii kazi.
Unaweza kuwa hata nyumbani mko baba na mama. Kama baba na mama unafanya kazi, kwa nini hawezi kujiamulia kusema hapana, mimi mama nitaleta yangu, baba ataleta yake? Amen. Tunajenga safari ya kwenda mbinguni. Kila mtu ataulizwa upekee. Hawatakuwa wanakuja sasa kwamba wanasema wananiuliza mimi mama Joshua kwa mama Joshua atasema wake na mimi nitasema wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuuliza matunda ya kazi nilikuwa na kuamsha kila siku asubuhi ulifanya nini? Ni sharti Mkristo uwe mvumilivu ndugu yangu. Usifikiri kama unajitia swali yako, Mungu ambao aliyenitoa mimi na wewe kambini, hata iwe nini unaposimama na Bwana atakuweka. Bwana Yesu asifiwe. Na chochote unapokihitaji, kwa kuwa Mungu anatatua yanayekuwa shida ya moyo wako, Mungu atakupatia. Lakini unajikuta sisi wa Kristo wa leo ndio tunajaa wasiwasi. Tunajaa unatumainia ile ambayo uko nayo, ijapokuwa haya yote ni mapito, hayakusaidie kitu. Kia muhimu ndani ya maisha yako ni pumzi ya uhai. Kia muhimu ndani ya maisha yako ni kumtumikia Bwana. Kwa kuwa uko na jaza hazina yako mbinguni. Haya yote yaweka ulimwenguni hayatakusaidia. Inapofika saa Mungu anakuuliza resulta, utamwambia nini? Ulikuwa unafanya kitu fulani, lakini tunaona Biblia kwa wazi inasema hata wakina Watabita walirudishwa uhai tena kwa kuwa matendo yao yaliwatetea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe matendo yako nini utakukumbusha Mungu? Una uvumilivu ama una wasiwasi maishani mwako? Mkristo anahitajika kuwa na uvumilivu. Unapokosa uvumilivu utajipata unakuwa na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hatukupokea roho ya woga, bali tulipokea roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ule Mungu alikutia kambini, ulisimama unapambana, ijapokuwa kambini ulikuwa tabani ndugu yangu. Tabani ya ubani enyewe wewe peke roho yako, ama tukirudisha Facebook ya miaka 10 ulipokuwa na leo, wewe peke jibu uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unajipata unakuwa unashindwa kukumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa. Ile yote kwa kuwa nini? Uvumilivu unaukosa, unatangulisha mashaka ndani ya maisha yako. Mkristo ni mtu ambaye anatembea na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inakushuhudia, inakwambia kuna njia mbili tu. Unapopenda dunia sana, wewe unajua kama umpendi Mungu. Na wewe pekee unajibu moyoni mwako, sio mimi kujibu nafasi yako. Unampenda Mungu ama unapenda dunia? Sharti wa Kristo tuachane na dunia. Sikukwambia inakukataza kununua gari, kununua nyumba, hapana. Juu wengine wanakuwa na interpretation mbaya. Juu Biblia kwa wazi hapo inatuambia tutapata 100% duniani na 100% wapi? Mbinguni. Lakini mbinguni utapata kuyale ambao uliweka. Bwana Yesu asifiwe. Unaposhindwa kuweka, hauna kitu, yako itaishia. Amen. Amen. Tuwe na tabia ya kujikumbusha peke yetu. Juu kwa kuwa usidanganyike na distraction ambayo inatia kuingia. Sisi wa Kristo ni watu ambao tulifanya kiapo. Tuliapa kusema tunaachana na yale yote ya anasa, na jina letu livutwe katika kitabu ya kifo na iandikwe katika kitabu ya uzima. Lakini unajipata huko mbele katika safari unapotea ndugu yangu. Unaanza kurudilia vitu ambavyo ulivikataa tena, ndio vinaanza kutembea na wewe. Mungu atusaidie, kwa kuwa sisi tulijengwa katika imani msingi ya Yesu Kristo. Unapoishi na Yesu, yoyote unapokihitaji pamoja na Bwana utayapata. Tutoe roho ya uoga. Uoga ndio inatusababisha tunapoteza uvumilivu ndani ya maisha yetu. Uoga, Mkristo hastahili kutembea na roho ya uoga, kwa kuwa uoga ni katika silaha kubwa shetani anatembea nayo. Ijapokuwa Biblia yangu na yako inakwambia kama nguvu za giza hazina nafasi zitashinda nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuja na kukuogopesha, lakini hata kufikisha kumwisho.
Siku yote Mungu ana neno la mwisho katika maisha yako. Wewe ulichagua fungo nzuri Mkristo. Wewe, mimi na wewe ambao tulikatala kubaki barabarani na leo tunamchukua Yesu Kristo. Ingalao shetani anaweza kuwepo na kuvuruta, lakini Mungu anakuja kukuhakikishia leo tena, toka katika distraction, simama na uvumilivu, iwe kama siku moja tutakuwa mshindi na sifa itamrudilia Mungu wetu. Mungu akubariki na abariki neno lake. Bwana asifiwe. Amen. 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 Tusimame. Amen. Amen. Acha Roho Mtakatifu afanye mapenzi yake. Bwana asifiwe. Tunashukuru Bwana kwa ibada ya jioni. Bwana, tulianza pamoja nawe na sasa unaona tumefika mwisho wa ibada. Katika jina la Yesu Kristo tumebarikiwa kwa neno lako. Tumebarikiwa katika kila kipindi. Bwana Yesu, tunaweka wagonjwa mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu sababu ulikuwa pamoja nasi katika ushirika huu. Sasa ni muda mzuri tunataondoka. Bwana Yesu, tunataka kupanda gari za moto. Tunaomba wewe peke yako, damu yako endelee kutufunika. Na jioni ya leo iwe ya baraka sababu Bwana tulikuwa pamoja nawe. Asante kwa baraka zako. Tunaenda kutoka, utakuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana wabariki. Twende na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tusalimiane jamani.